Leo tuko mkoani Geita, tunaendelea na zoezi la ukaguzi wa mbegu kwenye maduka ya pembejeo. Katika zoezi la ukaguzi wa mbegu kwenye maduka ya pembejeo, tumeweza kubaini uwepo wa baadhi ya changamoto. Tukiwa katika hili duka la Katumbi Agrovet ambalo liko hapa Geita mjini, tumebaini changamoto au makosa mawili. Kosa la kwanza ni kwamba kibali cha kuuza mbegu katika duka hili kimeisha, kwa hiyo mbegu zinauzwa, anauza mbegu pasipokuwa na kibali kilicho hai. Na kosa la pili, tumegundua kwamba ziko baadhi ya mbegu ambazo ziko nje ya muda na zinaendelea kuuzwa. Kwa hiyo kutokana na makosa haya mawili, huyu mtu tunalazimika kumfungia kibali cha kuuza mbegu kwa sababu anauza mbegu kinyume na utaratibu. Na vile vile tukiwa katika huu mji wa Geita, tumetembelea baadhi ya maduka pia. Lipo duka la Msuka Agrovet ambalo pia nalo tumekuta lina changamoto. Zipo mbegu ambazo zilikuwa ziko nje ya muda wa miezi 7, lakini vile vile kibali cha kuuza mbegu kimeisha na walikuwa wanaendelea kuuza mbegu, na hilo duka tumelifungia kufanya biashara ya mbegu. Lakini vile vile lipo duka la Ndaro Agrovet, na lenyewe tumekuta baadhi ya mbegu hazina lebo na ziko nje ya muda. Kwa hiyo maduka haya tumeyafungia kuendelea kufanya biashara ya mbegu kutokana na changamoto hizo. Lakini pia yako makampuni ambayo tumebaini mbegu zake hazijakidhi vigezo, ambazo ziko nje ya muda na baadhi hazina lebo. Kwa mfano, iko kampuni ya Balton, tumegundua mbegu nyingi ziko nje ya muda zinauzwa. Na ipo kampuni ya East West Seed, mbegu ziko nje ya muda. Ipo kampuni ya E-Seed, ipo kampuni ya Safari Seed, na ipo kampuni ya Africa Share. Wote hao tumegundua mbegu zao zinauzwa zikiwa nje ya muda. Lakini kwa mujibu wa sheria ya mbegu, imemtaka mzalishaji wa mbegu au msambazaji wa mbegu au muuzaji wa mbegu kuhakikisha mbegu anazoziuza ziko na ubora unaokubalika kwa mujibu wa sheria, kwa maana zipo katika muda wa miezi 7. Kwa hiyo hawa tumewafungia kwa sababu mbegu tumekuta wanauza kinyume na utaratibu. Kwanza kabisa nimependa kuwashukuru Toski kwa kutukagua, kwa sababu kupitia ubora wa mbegu. Kwa majina naitwa Mawazo Tababa Mwiga, ni muuzaji wa dawa za mifugo Nyakubu, soko la asubuhi. Katika ukaguzi uliofanyika leo, nimekutwa na mbegu za kampuni ya Balton, mbegu za Chinese za gramu 10 ambazo zilikuwa nimeuziwa, ambazo zimebakiza muda mchache sana kuisha, kiasi kwamba kutokana na ufinyu wa wateja zimeshindwa kuuzika kwa muda, ndani ya muda ambao umewekwa.